Moja kati ya taarifa ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ni pamoja na taarifa ya jeshi la polisi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea mara baada ya Mdude Nyagali kuweza kupotea. Sasa jeshi la polisi, makao makuu ya jeshi la polisi yametoa taarifa kule Dodoma kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Tena ni taarifa ambayo imetolewa siku ya jana. Kusema taarifa kwa umma, jeshi la polisi linachunguza tuhuma za kuhusika askari katika kupotea kwa Mdude Nyagali. Anasema jeshi la polisi linafuatilia kwa karibu tuhuma zinazotolewa na mwananchi mmoja ambaye jina lake linaendelea kufuatiliwa, akiwatuhumu askari wawili kupitia mitandao ya kijamii kuwa walimfuata kumtaka afanye naye kazi ya kijasusi pamoja na kumwahidi kumpatia fedha. Kufuatiwa taarifa hiyo, jeshi la polisi kupitia ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi makosa ya jinai limeunda kikosi kazi ambacho tayari kimeshafika mkoa wa Mbeya kwa ajili ya uchunguzi juu ya swala hilo. Wakati uchunguzi juu ya swala hilo ukiendelea, jeshi la polisi linatoa rai kwa wananchi au mwananchi yeyote mwenye taarifa zinazosaidia kubaini ukweli juu ya swala hilo atoe ushirikiano kwa kutoa taarifa hizo kwa jeshi la polisi. Sasa hiyo ndio taarifa ambayo ilikuwa imeandikwa na jeshi la polisi kuhusiana na namna ambavyo tukio hilo limekuwa likifuatiliwa kwa karibu zaidi. Hebu nikusomee kile ambacho amekiandika wakili Boniface Mwabukusi ambaye pia ni rais wa TLS. Amesema suala la Mdude kwetu hatutaki utani kabisa. Tuko serious. Kama Mungu wangu aishivyo, it will never be business as usual. Tunamtaka Mdude akiwa mzima wa afya kama ilivyokuwa. Huu utani wa kucheza na maisha ya watu unatosha. Hatutaki kusikia chochote, tunamtaka Mdude akiwa hai. Kwa hiyo ndicho ambacho walikuwa wamekizungumza ndugu yetu wakili Boniface Mwabukusi. Hebu nikusomee comment 2-3. Mtu kwanza sema advocate, kama vyombo vya dola na viongozi wa nchi hawafuatilii sheria, wananchi wanapaswa kufanya nini? Please nijibu hata DM, maana kwa sasa tunaongozwa kihuni sana. Kama polisi wanaweza kuingia kwa mtu kama majambazi na kumuumiza mtu na kisha wanakuja na kukejeli, hiyo inakuwa serious kweli? Mwingine anasema Mdude ana mke na watoto. Na shauri kama mtuhumiwa ni RPC, watu wa Mbeya wamsaidie mke wa Mdude na watoto wawapeleke wakaishi kwa RPC. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.